Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, leo Machi 6 ya mwaka 2026 imesikiliza maombi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayetaka kujumuishwa katika shauri la madai nambari 8323 la mwaka 2025 kuhusu mgawanyo wa mali za chama hicho kati ya Tanzania Bara na Zanzibar. Kesi ya msingi imefunguliwa na Saidi Isa Mohamed pamoja na Maulida Anakomu na Hamedi Rashid Hamis ambao wanadai kuwepo kwa mgawanyo usio sawa wa rasilimali za chama hicho. Lissu ambaye pia anakabiliwa na kesi ya uhaini ameieleza mahakama hiyo ya kuwa kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa Chadema ni mdau muhimu katika shauri hilo, kwani utekelezaji wa maamuzi yoyote ya mahakama utaathiri moja kwa moja uongozi wake. Shauri hilo linasikilizwa na Jaji Hamidu Mwanga, huku uamuzi wa maombi hayo ukitarajiwa kutolewa Machi 26 ya mwaka huu 2026. Mimi naitwa Mika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi nje ya viunga vya mahakama. Tumezungumza na wakili Dr. Rugemeleza Nshala. Tunasikiliza kesi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu dhidi ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wanne. Ni maombi ambayo mwenyekiti Tundu Lissu anaomba kujiunga katika ile kesi ya mali za chama maarufu kesi ya mali za chama au rasilimali za chama, kesi ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maombi haya leo yamekuja kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa hiyo mwenyekiti Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake na kuomba kujiunga, kwamba ana maslahi ya msingi sana kama mwenyekiti wa chama na mtu ambaye amekuwa sehemu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo toka mwaka 2004 alipojiunga na kama mwanachama na vile kama mjumbe wa kamati kuu ya chama na mwanasheria mkuu wa chama, baadaye kwa mwenyekiti wa kanda ya kati, alafu akaweza kuwa mkurugenzi mkuu wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mwanasheria mkuu, baadaye makamu wa mwenyekiti wa chama kuanzia mwaka 2019 mpaka 2025 ile Januari, na vile vile kuweza kuwa mwenyekiti wa chama kuanzia ile mwaka Januari 2025 mpaka hivi sasa. Na ameweza kuonyesha kwamba ana maslahi ya msingi sana, kwamba anafahamu vitu vingi katika chama. Wale wadai watatu, wawili kati yao wamefanya nao kazi kwa karibu kabisa, kwa hiyo anafahamu maamuzi makuu ya chama yalikuwa yakifanyika na sera mbalimbali za chama ambazo zimefikiwa katika miaka yote, na kwa hiyo ana maslahi ya msingi sana ya kwamba ana haki ya kuweza kujumuishwa. Kwa upande wa wajibu maombi, wale wa kwanza, wale watatu, Saidi Isa Mohamed na wenzake, wao walikuwa wanapinga kwa nguvu kubwa sana kwamba amekuja kwa namna ambayo haitakikani, amekuja kama mtu binafsi na kama sio mwenyekiti wa chama. Kwa maana hiyo hana maslahi ya moja kwa moja ya kuweza kujiunga katika shauri hilo. Kwa upande wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ile bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wameunga kwa nguvu zote maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kujiunga katika kesi hiyo, na wanasema kwamba yeye kwa kutokana na taarifa muhimu alizonazo zitasaidia sana. Na hoja nyingine ya msingi ilikuwa ni kwamba katika kile kiapo pinzani cha Saidi Mohamed Isa na wenzake wale wawili walisema kwamba madai yao au kile ambacho kilikuwa kinawakera kimeanza tokea mwaka 2016. Kwa hiyo inaonyesha kwamba madai yao yamekuja kufailiwa mahakamani yakiwa yamedumu kwa miaka 9. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wamekaa na hayo mambo ambayo yanawakera yameanza tokea mwaka 2016, wakataka kubisha hoja ya mwenyekiti kwamba kesi tumefunguliwa mara tu baada ya yeye kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti. Lakini nadhani waandishi wa habari, kitu cha msingi ambacho mnatakiwa kukizingatia, ambacho mnatakiwa kifahamike, ni kwamba siku ile ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alishikwa kule Mbinga, ndiyo siku ambayo ukiangalia ile hati ya Saidi Mohamed Isa na wenzake iliposainiwa, kwamba hati yao imesainiwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2016. Wakati wanasaini hati zao hapa Dar es Salaam za kufungua madai yao, basi mwenyekiti Tundu Antipas Lissu alikuwa akishikwa kule Mbinga. Wazungu wanasema what a coincidence. Kwa hiyo ni kwamba kuna kitu kama hicho ambacho kimeendelea. Kwa hiyo hoja zimekuwa ni za muda mrefu. Watumia kesi na Raila Jidawi ambayo ni kesi ambayo inaonyesha kwamba katika ambako mahakama ilisema ilikuwa inahusu chama cha CUF CUF, ilisema kwamba uwezo ukashtaki viongozi wa bodi ya wadhamini kuhusiana na masuala ambayo yahusiani na mali za chama. Sasa hii kesi ambayo imeonekana hapa ambacho kimeweza kudhihirika wazi ni kwamba bodi ya wadhamini imeshtakiwa hata kwa mambo ya siasa, na katibu mkuu na bodi ya wadhamini imeshtakiwa katika mambo ya mali ambayo sio mambo yao.
Kwa hiyo kesi hii tulionayo ina mkanganyiko wake wa aina yake, lakini hayo tutaiachia mahakama iweze kuyapokea na kuweza kuyatolea maamuzi. Lakini tunashukuru sana kwamba maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yameweza hatimaye kuwaibua au wadai watatu kuweza kutuambia kwamba mgogoro wao au madai yao yalianza lini. Wametuambia kwamba madai yao yalianza mwaka 2016. Basi tutaiachia, tunaweza kuisaidia mahakama siku za mbeleni kuambia kama kitu kilianza mwaka 2016 na kesi ikafunguliwa mwaka 2025, miaka 9 baadaye. Je, hayo madai yalikuwa sahihi? Hilo swala ambalo litatambuliwa baadaye na kufikishwa mbele ya mahakama ili mahakama itupatie mwongozo kama kweli bado ina mamlaka ya kuweza kusikiza kesi hii. Asante sana. Katibu mkuu anaweza kuendelea. Katibu mkuu, kesi imeahirishwa.